sana ile Zaburi ya 19 huo mstari wa 12, nitakase na mambo ya siri. Kwa hiyo kabla tutaendelea, nataka uweze kujiangalia tangu siku ya Jumapili mpaka leo katika Mathayo ile sura ya 5 na vile Yesu anazungumza mstari wa 8. Muhimu sana tunapotaka kumuona Yesu akifanya au mbingu zikifanya mambo makubwa, lazima tufate au kuzingatia yale ambayo tunapatiwa maelekezo. Mstari wa 8 unasema, heri wenye moyo safi, maana watamuona. Bila shaka tunahitaji kuona Mungu kwenye maisha yetu kila mmoja. Sasa kuna kitu ambacho nataka nikukumbushe. Kama unataka umuone Mungu kwenye maisha yako, hakikisha mambo ya asili haiishi ndani yako ya moyo wako. Kisha kwenye moyo wako hautunzi vitu ambavyo vitazuia kuona Mungu. Kwa hiyo nataka tuanzie pale, heri wenye moyo safi, maana watamuona mzee wa siku. Haleluya! Hili ni jambo la muhimu sana, jambo la muhimu sana. Lakini leo nataka twende sasa katika hiyo, nilikuwa nataka upate kulifaa. Inawezekana unaweza kuwa ulikuwa umeanza kusahau kwa namna moja ama nyingine. Anasema katika Zaburi ya 19:12, unitakase na mambo ya siri. Mambo ya siri huzuia utendaji wa Mungu katika maisha ya wanadamu. Mambo ya siri mabovu, unapotunza, Zaburi inasema unitakase na mambo ya siri. Huyu aliyekuwa anasema unitakase na mambo ya siri alikuwa anajua kwamba ana mambo gani ya siri ambayo anayo. Unapokuwa na mambo ya siri mabovu, hauwezi ukaona Mungu anasema na wewe, anatenda kazi na wewe, kwa sababu hashirikiani na waovu. Ndicho ambacho tunaona Yesu anasema katika ile Mathayo sura ya 5 mstari wa 8, anasema heri wenye moyo safi. Hakikisha moyo wako unakuwa safi, na swala la kuwa na moyo safi ni la kwako. Udhibiti kila kitu ambacho kinaweza kukachafua moyo wako. Usiruhusu mambo yafuatayo usiyaruhusu yakakaa kwenye moyo wako. Yako mambo 5 ambayo hutaki kuyaruhusu yakae kwenye moyo wako. Ukiyaruhusu hayo, wewe utakuwa na hasara kubwa sana. Mambo 5 yanayoweza kumchafua mtu, mambo 5 yanayochafua moyo wa mwanadamu, mambo 5. Haleluya! Jambo la kwanza, uasherati. Uasherati hukaa katika moyo wa mtu. Kuna watu wana mioyo ya uasherati kabla ya kutenda uasherati. Kwa hiyo uasherati ukiruhusu kae kwenye maisha yako, kwenye moyo wako, utakuja kutimiza kwenye mwili wako. Uasherati huanzia katika moyo, kisha udhihirishwa katika mwili. Mwili ni wa matumizi peke yake. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo hutakiwi kuliruhusu kwenye moyo wako ni kuruhusu moyo wako ubebe uasherati. Hii haina mzee, haina kijana. Katika mji wa Sodoma na Gomora tunaona malaika walipofika, kwa sababu ilikuwa watu wamejaa uasherati kwenye mioyo yao, malaika wamekuja wakaingia katika nyumba ya mtakatifu
Waasherati wakaja kuizunguka nyumba, wanasema hawa wageni waliokuja nyumbani mwako watoe hapa tuwajue. Hiyo ni lugha ya kibibilia. Kwa hiyo mioyo ya wazee mpaka na vijana leo wengi imejaa uasherati. Na hii ni kampeni ya kuzimu. Uasherati umejaa mpaka makanisani. Uasherati umepanda mpaka madhabahuni. Katika kitabu kimoja cha Waamuzi tunaona watoto wa Eli walikuwa ni waasherati, wanazini na wanawake wanaohudumu madhabahuni bila aibu. Watu wanatembea wananuka uasherati leo. Kwa hiyo lazima ushinde uasherati katika moyo wako. Kuna vitu lazima uvikatae tu, pamoja na kwamba unaweza ukatumiwa roho, kwa sababu kuna watu wanatumiwa roho ya uasherati. Ili uwe na moyo safi usiokuwa na tatizo, usiruhusu uasherati katika moyo wako. Hilo ni jambo la kwanza. Haleluya. Jambo la pili, nimesema tutataja kama vitu vitano. Kama Mungu atatupa kibali, tunaweza tukazidisha ama kuongeza whatever. Uasherati ni sumu inayokula watu wadogo na wakubwa kimya kimya, kwa sababu sehemu ya anguko ambalo ni baya sana lilosema Yesu linahusiana na uasherati na uzinzi. Unajua Yesu alisema nini? Alisema yeyote anayemtazama mwanamke ama tuseme mwanaume kwa kumtamani amekwisha kuzini. Ni jambo gumu sana, lakini jambo nyepesi sana kuwa mwasherati, kuwa mzinifu. Unapoona macho ni moja ya milango ya fahamu. Macho yako, ukiona macho yanapeleka taarifa kwenye ufahamu wako, kwenye ubongo wako, tayari kuna mawasiliano ya kitu ulichoona kwenda kufanyiwa kazi ama kutunzwa kwenye moyo. Siku moja Daudi alikuwa anatembea juu ya ufalme wake, akamuona mwanamke anaoga. Akaona, kwa sababu macho ni moja ya milango ya fahamu. Alipoona macho yakaona, yakapeleka kwenye moyo, akaanza mchakato kwenye moyo. Yeye ameona tu peke yake. Sasa akaruhusu moyo ukaanza kuchakata alichoona. Kabla ya anguko linaanzia kwenye moyo wa mtu. Kabla ya uasi unaanzia katika moyo. Kabla ya usaliti unaanzia kwenye moyo. Na mtu mwingine kujua mpaka afunuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akaruhusu hilo jambo likaanza kuchakata kwenye moyo. Lilipochakata kwenye moyo, akishirikiana na ubongo wake na nafasi alionayo, huku akivutwa na kudanganya, akachukua hatua. Kwa hiyo mtu anapokuja kuchukua hatua ya dhambi fulani, alishatenda dhambi zamani mbele za Mungu. Mtu anapokuja kuanguka dhambini, alishaanguka kitambo sana.
Na swala la kushinda dhambi, hiyo ni la kwako. Katika kitabu cha Mwanzo, Kaini anaambiwa dhambi iko mlangoni, alafu inakuotea, inakutamani, ya kupasa kuishinde, sio kushindiwa. Lazima ushinde dhambi, sio kushindiwa. Wewe lazima uishinde. Sasa usipoushinda uasherati, ukauruhusu ufanye kazi kwenye moyo wako, umeisha. Na aliambiwa kabisa ya kupasa ufanyeje? Uishinde. Daudi ilimshinda, hakushinda. Kaini hakushinda, alishindwa na dhambi. Sasa wewe ni dhambi gani inayokuotea? Angalia kitu cha ajabu sana. Mungu hakumwambia kwamba dhambi inayokuotea ni ya kumuua ndugu yako. Alimwambia tu dhambi iko mlangoni, inakuotea, tena inakutamani. Nasema hivyo, inakutamani. Wewe unaotewa na dhambi gani? Dhambi gani inayokuotea? Dhambi gani? Yaani unaweza ukawa unatembea kama bendera, yaani kichwani mwako kuna dhambi inagonga kila ukuta wa moyo wako. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kwa hiyo dhambi huwa inaanza kuutumikisha mwili ikiwa ndani yako.